السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا عليم يا حليم. أما بعد kumshukuru Allah jalla jalaluhu, Mola wetu mtukufu, na kumtakia ziada za sala na salamu kipenzi chetu na mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Tunaendelea na darasa yetu ya al-fiqh al-muyassar, kitabu kilichoandikwa na nukhbatun min al-ulama jazahumullahu anna wa anil muslimina khairan. Tukiwa katika kitabu zaka na katika almas'alatu sadisa, mas'ala ya sita hii ambayo ilianza kueleza fil hikmat min ijabi zaka, hikma za kuwajibishwa zaka, wa ala man tajibu, na inawajibika kwa nani. Tukaona hikma zake mbalimbali. Kwa hiyo leo biidhnillahi azza wa jalla tunaendelea na hicho kipengele ala man tajibu zakat, juu ya nani inawajibika zaka, yani shurutu wujubiha, masharti ya kuwajibika kwake. Ala man tajibu zakat, juu ya nani inawajibika zaka, yani shurutu wujubiha, masharti ya kuwajibika hiyo zaka. Anasema jazahumullah, تجب الزكاة على من توافرت فيه الشروط الآتية. inawajibika zaka kwa yule ambaye umekamilika kwake masharti yafuatayo. Tajibu zaka, inawajibika zaka ala man tawafarat fihi shurutul atiya, juu ya yule ambaye umekamilika kwake masharti yafuatayo. La kwanza al-Islam, Uislamu. Al-Islam, Uislamu. Wanasema fala tajibu zakatu ala al-kafiri, kwa hiyo haiwajibiki zaka juu ya kafir, mtu ambaye si Muislamu. Fala tajibu zakatu ala al-kafiri, kwa hiyo haiwajibiki zaka kwa mtu kafir ambaye si Muislamu. Kwa nini? Liannaha ibadatun maliyatun, kwa sababu zaka ni ibada ya mali. Liannaha ibadatun maliyatun, kwa sababu zaka ni ibada ya mali au ya kimali. Yataqarrabu biha almuslimu ila Allah, ambapo Muislamu hujikurubisha kupitia ibada hii wa Allah subhanahu wa ta'ala. Yani wakati anatoa ananuia kwamba hii ni ibada ambayo najikaribisha kwa Mola wangu, najipendekeza kupitia ibada hii kwa Mola wangu azza wa jalla. Kama tulivyoona hayo katika hikma ya zaka, kwamba mja anafanya yale kwa kumshukuru Mola wake kwa ile neema ambayo aliyojaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala, neema ya mali. Kwa hiyo akitoa anashukuru, anamshukuru Mola wake, ya Rabbi, umeniruzuku mimi miongoni mwa wengi katika waja wako, umenichagua mimi, basi na mimi ninatoa hichi kwa ajili yako. Kwa maana ni kujipendekeza kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wal kafiru la tuqbalu minhu al-ibadatu hatta yadkhula fi al-islam, na mtu kafir haikubaliki kwake ibada, yani ibada anayoifanya yoyote ile haikubaliki kutoka kwake mpaka aingie katika Uislamu.
hatta yadkhula fil Islam, mpaka aingie katika Uislamu. Biqaulihi ta'ala, kwa kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala aliposema, wama mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa birasulihi, yani hakuna kilichowazuia wao hao makafir an tuqbala minhum nafaqatuhum, kukubaliwa vile vitu wanavyovitoa. Hakuna kilichozuia kwamba visikubaliwe vile wanavyovitoa, illa annahum kafaru billahi wa birasulihi, isipokuwa wao wamemkufuru Allah na wamemkufuru mtume wake. Sawa, wao wamemkufuru Allah na wamemkufuru mtume wake, ndiyo maana hawajakubaliwa hivyo ambavyo wanavyovitoa. Kwa hiyo hata wakitoa mabilioni, matrilioni, sawa, wakitoa sadaka aina mbalimbali, basi hiyo itakuwa ni hapa hapa tu duniani, kwa maana malipo yao watayapata hapa hapa duniani kwa namna ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anajua walipe vipi. Sawa, Allah subhanahu wa ta'ala yeye ni ahkamul hakimin, ndiye hakimu zaidi wa mahakimu, kwa maana anajua kuhukumu na anajua kufanya uadilifu. Sawa, hamdhulumu wala yadhlimu rabbuka ahad, wala wako hamdhulumu yeyote. Kwa hiyo wema wao wale wanalipwa hapa hapa, lakini akhira hawana chochote. Ma lahu fil akhirati min khalaq, hana fungu lolote, hana malipo yoyote huko akhira. Lakini pia haya maarufu kwamba inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam, hakika dini mbele ya Allah ni Uislamu. Man yabtaghi ghayra al-Islam dinan falan yuqbala minhu, na ataitafuta bali na Uislamu dini nyingine, basi haitakubaliwa kutoka kwake. Kwa hiyo yeyote yule ambaye si Muislamu akifanya wema wowote ule, basi huo hautomfaa akhira mpaka aslimu. Kwa hiyo faidha kanat la tuqbalu minhu, kwa hiyo itakapokuwa ibada hiyo haikubaliwi kutoka kwao, faidha kanat la tuqbalu minhu, itakapokuwa ibada hiyo haikubaliwi kutoka kwao, fala faidata fi ilzamihim biha, basi hakuna faida katika kulazimishwa wao kufanya ibada hiyo. Ikiwa haiwafai, je, kutakuwa na umuhimu wa kuwalazimisha lazima mfanye wakati kitu hakina manufaa na wao? Kwa hiyo fala faida, hakuna faida fi ilzamihim biha, katika kulazimishwa kwao kuifanya ibada hii. Walimafhumi qawli Abi Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu, lakini pia kupitia mafhum ufahamu wa kauli ya Abi Bakr as-Siddiq radhi za Allah ziwe juu yake, pale aliposema hadhihi faridatu as-sadaqati allati faradaha Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ala al-muslimin, kwa maana hii ni fardhi ya zaka au sadaqa, kama tulivyoona katika majina ya zaka ni sadaqa. Kwa hiyo sadaqa ni neno pana zaidi ambalo linakusanya ndani yake zaka pamoja na sadaqa. Kwa hiyo hii ni fardhi ya zaka ambayo ameifaradhisha mtume wa Allah, rehma na amani ziwe juu yake, kwa Waislamu. Ameifaradhisha fardhi hii kwa Waislamu au juu ya Waislamu, kwa maana wasiokuwa si Waislamu haijafaradhishwa wao. Hiyo ndiyo mafhumu al-mukhalafa. Ufahamu ukigeuza dalili kinyume chake, basi mara zote au nyingi huwa ni sahihi, kwa maana hii ni fardhi ya zaka ambayo haikufaradhishwa kwa wasiokuwa Waislamu.
حديثه أخرجه البخاري وذلك في الكتاب الذي كتبه أبو بكر رضي الله عنه لأنس بن مالك لما وجهه إلى البحرين. Amesema huko katika hamish ya kwamba hii imekuja katika barua ambayo aliandika Abu Bakr radhiyallahu anhu kwa kumwandikia nani? Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu pindi alipompeleka katika eneo la al-Bahrain. Alipompeleka huko Bahrain, basi ndipo akamwandikia katika maelekezo, miongoni mwake ni haya. Na kama anavyosema ulama kwamba Bahrain ya wakati huo ilikuwa ni pana zaidi kuliko hii ya wakati huu, kwa maana ilikuwa ni eneo pana zaidi kuliko hii Bahrain iliyokuwepo sasa hivi. Kwa hiyo akasema wanazuoni, lakinahu ma'a dhalika muhasabun alaiha, lakini yeye huyo kafir pamoja na hayo basi atahesabiwa juu yake, yani juu ya kuacha kwake, yani Allah subhanahu wa ta'ala atamhesabu, kwa nini umeacha kutoa zaka? Kwa sababu gani? Liannahu mukhatabun bi furu'i ash-shari'ati 'ala as-sahih, kwa sababu yeye kafir anaamrishwa au anaagizwa kwa matawi ya sharia wa kauli ambayo ni sahihi. Liannahu mukhatabun bi furu'i ash-shari'a, huagizwa kwa vile vipengele vya kisharia. Furu' matawi, yani vile vipengele vya sharia ala sahihi, kwa kauli ambayo ni sahihi. Hii inaonesha akisema ala sahihi inamaanisha nini masha? Naam masha, inamaanisha nini ala sahihi akisema hivi? Ishawahi kupita jumla kama hizi. Tulisema kwamba ikija ala sahihi maana yake kuna ikhtilafu hapo. Waandishi wameona kwamba kauli hii ndiyo sahihi, ndiyo wakaiteua, lakini ipo kauli nyingine ya wanawazuoni ambao wanasema ya kuwa madam hajaamrishwa, kwa maana haamrishwi yeye kutoa zaka, kafir hatohesabiwa. Kwa hiyo atahesabiwa kwa ule msingi asli ya sharia ambayo ni nini? Ni Uislamu. Kwa nini hukuslimu? Sawa eh? Kwa nini hukuslimu? Kwa maana hatoulizwa kwa nini hukuswali, kwa nini hukutoa zaka, kwa nini hukufunga. Umeelewana? Lakini ataulizwa kwa ujumla kwamba kwa nini hukuslimu. Tumeelewana? Sasa hizo ni ikhtilafu katika usul al-fiqh. Katika misingi ya fiqh zimekuja hizo ikhtilafu za wanazuoni kwamba je, kufar mukhatabuna bi furu'i ash-shari'ati wa usuliha, au kwa maana wanaagizwa na ile misingi ya sharia pamoja na matawi yake, au wameamrishwa misingi yake tu. Hayo ni mambo ya usulul fiqh ambayo yanasomwa zaidi katika daraja ambayo sio hii ambayo sisi tunayosoma, lakini tumeelezana ili tuweze kupata ile picha ya masala hii ilivyo. Ala kulli hal ni kwamba kafir anatakiwa aslimu, na sisi tuna wajibu wa kumfikishia ujumbe kwa njia inayokuwa ni nzuri, kufanya kila aina ya njia na kila aina ya ujanja kwa kila ambaye tunayemweza kumvuta katika Uislamu ili aweze kunusurika kutokana na kule aliko na aingie katika Uislamu, lakini iwe na sisi pia vile vile tumeshavua dhima kutoka katika mikono yetu.
Kwa hiyo hilo ni sharti la kwanza, kwamba mtu awe Muislamu. La pili, alhurriya, uhuru. Alhurriya, uhuru. Anasema fala tajibu zakatu ala alabdi walmukatab. Kwa hiyo haiwajibiki zaka kwa mtumwa au yule nusu mtumwa. Fala tajibu zakatu ala alabd, haitawajibika zaka kwa mtumwa, walmukatab, na kwa yule ambaye nusu ya mtumwa, kwa maana mtu ambaye tayari ana mkataba, mtumwa ambaye ana mkataba wa kuachwa huru lakini hajamaliza masharti yake, yuko katika mkataba, na huyu inakuwa ameandikiana na yule bwana wake ya kwamba kwa masharti maalum, akiyakamilisha hayo basi anakuwa yuko huru. Mfano, anakubaliana kwamba wewe utakuwa unanipatia fedha kiasi kadhaa kila mwezi au kila baada ya muda, basi kishafikia miaka fulani, basi wewe utakuwa uko huru. Mkataba na kwa mfano wake kama hivyo. Kwa hiyo yule anaitwa kwamba ni nusu mtumwa, kwa maana anakuwa ameshakata kiwango fulani cha ile sharti, na anakuwa amebakisha sharti nyinginezo. Kwa hiyo anasema kwamba lianna al-abda la yamliku shay'a, kwa sababu mtumwa hamiliki chochote. Lianna al-abda la yamliku shay'an, kwa sababu mtumwa hamiliki chochote. Walmukatabu milkuhu dha'ifun, na huyu mtumwa aliandikiana mkataba na bwana wake, umiliki wake ni dhaifu. Umiliki wake ni dhaifu, kwa maana sio umiliki kamili. Hata kile anachokipata umiliki wake ni dhaifu, sio kamili. Wa anna al-abda wa ma fi yadihi mulkun li sayyidi au milkun li sayyidi, na kwamba mtumwa na vile ambavyo vimo mikononi mwake au na kile ambacho kimo mikononi mwake ni milki ya bwana wake. Wa anna al-abda, na mtumwa, ma fi yadihi, na kile ambacho kimo mikononi mwake, milkun li sayyidi, ni milki ya nani? Ya bwana wake. Fatajibu zakatuhu alayhi, kwa hiyo itawajibika zaka yake juu yake. Fatajibu zakatuhu alayhi, kwa hiyo itawajibika zaka yake juu yake. Tayari, kwa maana zaka ya mtumwa itakuwa ni kwa nani? Kwa nani? Kwa nani mashekhe? Kwa bwana wake, haitakuwa kwake, kwa sababu hata kama ni milionea au bilionea mtumwa yule, yeye yule vitu vyake vyote ni vya yule bwana wake. Kwa hiyo zaka itakuwa si wajibu kwake, ni wajibu kwa yule bwana wake. Tuko pamoja hapo? Ndio kama mtoto vile. Mtoto akiwa na mali kiasi gani, basi yule atakuwa anaamrishwa yule mzee wake. Tayari anaamrishwa yule mzee wake. Kutakuwa na tofauti kidogo ikiwa mtoto huyo ni yatima na yule anayemsimamia ni katika wazee wake. Kwa hiyo pale hatutasema moja kwa moja kwamba mali ile ni ya yule msimamizi. Yule ni msimamizi tu, lakini ile mali itakuwa ni ya mtoto, na anatakiwa aichunge mpaka afikie kiwango cha kuweza kujiendesha yeye mwenyewe na kuweza kutasarraf vile inavyofaa. Tayari. Tayeb. Wabtalu al-yatama hatta idha balaghu an-nikaha fa in anastum minhum rushdan fadfa'u ilayhim amwalahum, yani na wajaribuni mayatima mpaka wakifikia umri wa ndoa. Mkihisi kwamba uongofu, mkahisi kwamba
wanaufahamu, basi wapeni mali zao. Sawa, wapeni mali zao. Mtoto akishafikia mkubwa na unahisi huyo anaweza kuiendesha mali yake, mkabidhi mwenyewe, using'ang'anie tena mpaka akazeeka hajakabidhiwa tu mali yake. Na hapo panahitaji ucha Mungu. Mali unaiona alafu unamkabidhi, haya endesha mwenyewe, unahitaji ucha Mungu. Na hivyo ndivyo inavyotakiwa tuwe wacha Mungu, tusing'ang'anie vitu ambavyo si haki yetu kwa ajili ya maslahi yetu. Kwa hiyo ni lazima mtu awe huru, asiwe mtumwa, ndio atawajibikiwa na zaka. Sharti ya tatu, milku nisabi mulkan tamman mustaqirran, yani kumiliki nisabu. Nisabu ni kiwango hichi ambacho kinawajibikiwa kutolewa zaka, ndio kinaitwa nisabu. Kitakuwa kinajirejea mara nyingi katika mlango wetu huu. Kwa hiyo katika sharti ni kuweza kumiliki nisab, kwa maana kiwango hicho kinachowajibikia, kikifikia hicho ndo mtu anawajibikiwa kutoa zaka. Tena iwe milkan tamman mustaqirran, umiliki uliokamilika na uliotimia na uliotulizana. Sawa, milkan tamman, umiliki uliotimia na kukamilika, mustaqirran, tena uliotulizana. Anasherehesha chini, anasema wa maana kaunihi mustaqirran, na maana ya kuwa umiliki huo umetulizana, ay annahu laysa bi'urdatin litalaf, yani isiwe kwamba inaweza kupelekea kuharibika, yani umiliki ule ukapotea labda wakati wote. Fa in kana urdatan litalafi, ikiwa inapelekea kupotea umiliki ule, wa adamu tamakkuni, na kutoweza kudhibiti, fala zakata fihi, hakuna zaka ndani yake. Sawa. Kwa mfano mtu mali yake imezuiliwa. Sawa, mali yake imezuiliwa kutokana na madeni. Kwa hiyo huyo tutasema kwamba hana umiliki kamili wa ile mali. Sawa, na huyo anaitwa ni mahjur. Sawa, mahjur, mtu ambaye aliyezuiwa, kama vile ambaye ni muflis, mtu aliyefilisika akashtakiwa, mahakama ikaamuru kwamba mali zake zote zidhibitiwe ili kinachopatikana madeni yapate kulipwa. Kwa hiyo mtu wa namna kama hii hawajibiki nani na zaka, kwa sababu hana umiliki kamili. Akisema jamani nipenda, naambiwa asubiri mpaka madeni ya watu yamalize tayari. Wa kaunuhu fadilan an alhajati ad-daruriyya, na iwe hiyo mali ni ziada ya yale mahitaji ya lazima. Wa kaunuhu fadilan, na iwe kwamba ni ziada hiyo mali an alhajati ad-daruriyya, kutokana na mahitaji ya lazima, allati la ghina lilmar'i anha, ambayo hakuna kujitosheleza mtu kutokana na mahitaji hayo. Kwa maana mtu lazima atakuwa anayahitaji mahitaji hayo. Allati la ghina lilmar'i anha, mahitaji ambayo mtu hakuna njia ya kuweza kukaa nayo mbali mahitaji hayo. Kalmat'am, kama chakula, walmalbas, na nguo, mavazi, walmaskani, na makazi tayari. Kwa maana iwe ni zaidi ya hayo, kwa maana mtu anayewajibikiwa kutoa zaka iwe kwamba tayari ana makazi yake, habughudhiwi na mtu, au kwamba
kama amekodi, basi ile kodi haimsumbui, inakwenda vizuri kabisa tayari. Na chakula chake alhamdulillah anapata riski za wasa, haimsumbui riski zake, na mavazi yake pia nayo hayamsumbui, kwa maana yale mahitaji ya lazima yote hayamuendeshi mbio, na kuna kitu ambacho ndicho kimezidi na kimebaki tu, hicho kimetulia, akiguswa hicho tayari. Hicho kitu kilichofikia hiyo kiwango cha zaka hakiguswi, kiko vile vile, huku yeye shughuli zake zinakwenda alhamdulillah. Huyo ndiye anayewajibikiwa na zaka. Ndio hivyo hivyo kwa upande wa hija, sawa. Na hija nayo kwamba yale mahitaji ya lazima yote umeshakidhi, kuna kitu ambacho cha ziada ndipo ambacho unawajibikiwa kuendea hija. Kwa hiyo akasema lianna zakata tajibu muwasatan lilfuqara, akasema kwa sababu zaka inawajibika kwa kuwaliwaza wale mafakiri. Katika hikma yake zaka kama tulivyoona ni muwasatan lilfuqara, ni kuwaliwaza, ni maliwazo kwa wale mafakiri na maskini. Kwa hiyo fawajaba an yu'tabara milku an-nisab alladhi yahsulu bihi al-ghina al-mu'tabar. Kwa hiyo ikawajibika izingatiwe ule umiliki wa nisab ambayo hupatikana kwayo nisabu ile uwezo unaozingatiwa au utajiri ambao unaozingatiwa tayari hapo. Kwa maana hii zaka inawajibika kwa kuwaliwaza wale mafakiri, kwa hiyo ni lazima uzingatiwe umiliki wa ile nisab, kwa sababu kama yeye mtu ni masikini, chochote anachokipata anaambiwa akitoe, je, yeye si itakuwa kama vile tunamkandamiza? Itakuwa kama anakandamiza. Lakini ikiwa kumewekwa kiwango maalum na ikawa mtu hajakifikia, basi inakuwa hajawajibikiwa na zaka, huyo tayari anakuwa hajawajibikiwa na zaka. Tumeelewana vizuri? Liqaulihi sallallahu alayhi wasallam, kwa kauli yake Mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema laisa fi ma duna 5 awsuqin sadaqa, hakuna chini ya wisqi 5 zaka. Walaisa fi ma duna 5 dhaudin sadaqa, na hakuna chini ya dhaudi 5 sadaqa, yani zaka. Walaisa fi ma duna 5 awaqin sadaqa, na hakuna chini ya awaqi 5 zaka. Tayari hapo hadithi hiyo ni muttafaqun alayhi. Yani hivi ni viwango ambapo tutakuja kuvifafanua hizo wisqi na zaud na awaq. Hivi ni vipimo ambavyo ni vya mazao, vingine vya dhahabu na fedha. Tayari tutakuja kuona kwa wakati wake nini hasa kilichokusudiwa, lakini hapa kilichokusudiwa ni kuelezwa kwamba kuna viwango maalum vya zaka. Kwa mfano kama hii 5 awsuq wisqi 5, yani hizi takriban ni pishi zaidi ya 300 tayari, kwa sababu wisqi moja ni pishi 60 tayari, wisqi moja ni pishi 60. Kwa hiyo wisqi 5 zitakuwa ni wisqi ngapi au pishi ngapi? Kwa maana wisqi 5 zitakuwa ni pishi ngapi? 60 mara 5 300. Yayo ndio zaka ya mazao. Kwa maana kama umevuna mazao na ukapata chini ya hizo pishi 300,
basi wewe huwajibikiwi nani? Na zaka. Na pishi 300 si kidogo. Takriban kilo ngapi hizo? Inaweza kufika kilo ngapi? Kama kilo 900 hizo. Kilo 900, kwa maana tukihesabu kila pishi moja ni kilo 3, au sio? 3 mara 3 9. Kwa hiyo kilo 900 hizo ni si kilo kidogo, ni kilo chungu nzima. Kwa maana hiyo ndio inaonesha kwamba zaka haiwajibiki kwa wale wenye kipato kidogo kidogo, wenye kile kipato kikubwa hasa, mwenye maeneo makubwa ya kulima akapata mavuno makubwa, huyo ndio anawajibikiwa zaka. Lakini sio wewe mwenye kikonde chako kidogo ukivuna kwamba unawajibikiwa zaka. Wewe toa sadaka tu, umepata toa sadaka, wape majirani, wape jamaa, kumshukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa neema yake, lakini zaka huwajibikiwa. Naam. Sharti ya 4, hawalanu alhauli ala almal, kupitiwa mwaka na ile mali, yani kupitiwa mwaka juu ya ile mali yako. Ile mali ulionayo hiyo imepitiwa na nini? Na mwaka. Nasema wadhālika bi an yamurra ala an-nisab, na hii ni kwamba kupita juu ya ile nisab fi hauzati maliki, katika ile dhamana ya umiliki wake. Wadhalik, na hii bi an yamurra ala an-nisab, kupita katika ile nisab fi hauzati malik, katika ile umiliki au katika ile umiliki wake, katika dhamana ya umiliki wake. 12 shahran qamariya, ipite miezi 12 ya qamariya, kupita miezi 12 ya qamariya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, kwa kauli yake Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema la zakata fi malin hatta yahula alayhi alhawl, hakuna zaka katika mali mpaka ipitiwe na mwaka. La zakata fi malin hatta yahula alayhi alhawl, hakuna zaka katika mali mpaka ipitiwe na mwaka mali ile. Hadithi hii rawahu Ibn Majah wa ghayruhu wa sahahu al-Albani. Kwa hiyo hakuna zaka katika mali mpaka ipitiwe na mwaka, tena mwaka wa Kiislamu, sio mwaka wa Kikristo. Kawaida mwaka wa Kikristo huwa ni mrefu zaidi kulinganisha na wa Kiislamu, sababu kule kuna miezi 30, 31, huko utapata mwisho 29, pia mengine 29, mengine ndio 30. Huwezi kukuta mwezi 31 tayari. Kwa hiyo siku zitakuwa zinapungua. Nasema wa hadha ash-shart khasun bi bahimati al-an'ami wan-naqdayn wa 'urud at-tijara. Nasema na sharti hii ni maalum kwa wale wanyama. وهذا الشرط خاص ببهيمة الأنعام، na sharti hii ni maalum kwa wanyama tu. Sawa, wale wanyama ambao wanaitwa wanyama hoa, ambao ni ngamia, ng'ombe, mbuzi na kondoo. Kwa hiyo wale ndio lazima wapitiwe na mwaka. Lakini pia wanaqdaini, na thamani mbili. Thamani mbili tulisema nini hizi? Naam, thamani mbili katika zile mali zinazotolewa zaka tulisema naqdan nini? Thamani mbili, dhahabu na fedha. Tufanye muraja mashaka, elimu bila ya muraja haikai. Tupate muda wa kupitia kile tunachokisoma ili kipate kukaa zaidi. Kwa hiyo
wanyama na thamani ya biashara, wa urudhi tijara, na bidhaa za biashara. Una duka lako, kwa hiyo unaweka tarehe zako pale za zaka. Baada ya kusha kufikia kile kiwango, kama ni milioni 12, 13, duka lako likianza kufikia hivyo, au biashara yako ikifikia kiwango hicho, basi weka hesabu ya tarehe, kila ikifikia unatakiwa utoe zaka. Tayari hapo wakasema wanazuoni, amma az-zuruu wath-thimar, ama mazao na matunda. Na matunda bila shaka kama tulivyoyaona yale ambayo yenye kudumu kama vile tende, zabibu, sawa, matunda ambayo yanakaa kwa muda bila kuharibika. Kwa hiyo mazao, tende, walmaadinu, na maadini, warikaz, na nini hiyo, yani hazina ile ambayo imewekwa miaka ya nyuma, rikazi ile, makasha yale yanayofukiwa akafuka bahatika ukalikuta. Kwa hiyo fala yushtaraku laha alhawl, haya hayashurutishwi kupitiwa na mwaka. Sio ukasema kwamba ameni melima hata mwaka haujafika, miezi 6 tulishavuna, kwa hiyo siwajibikiwi na zaka. Hapana, zaka ya mazao, wa atu haqqahu yawma hasadi, kama alivyosema ni qawlihi ta'ala, kwa kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala, wa atu haqqahu yawma hasadi, na toeni haki yake mazao siku ya kuvunwa kwake. Siku ya mavuno ndio inawajibika zaka ya mazao. Tayari ile ndio siku ya zaka kwa mujibu wa mavuno. Na umepata maadini, basi siku ile uliyopata ndio unatolea zaka. Umepata rikaz, hazina hiyo, basi vile vile siku uliyopata ndio unayotolea. Nasema wali anna almaadina warikaz malun mustafadun min al-ardh, kwa sababu maadini na hizi hazina hizi zinazopatikana ardhini ni mali ambayo inayofaidika au iliyopatikana faida katika kutokana na ardhi. Ni mali ambayo iliyopatikana kutoka katika ardhi. Fala yu'tabaru fi wujubi zakatihi haulun, kwa hiyo hakuzingatiwi katika kuwajibika zaka yake mwaka. Sawa, hakuzingatiwi katika kuwajibika kwa zaka yake ni mwaka. Kazurui wa thimar, kama mazao na matunda ambayo tunatoa zaka yake kwa ile kuvunwa kwake. Kwa hiyo ile tukitoa katika ardhi maadini yale na rikazi, na kwamba kama tumevuna siku ile, kwa hiyo nayo yanatolewa ile siku ya mavuno yake. Tumeelewana hapo vizuri? Tayeb. Kwa hiyo hayo ndiyo masharti ya kuwajibika kwa zaka. Kwa hiyo tumeona kwamba lazima mtu awe ni Muislamu, awe ni huru. Hakuna sharti ya kubalighi hapa wala akili, sawa, ambayo tumeizoea kuwepo katika ibada nyingi, kwamba awe mkubalighi mwenye akili. Kwa nini mashekhe haikuwepo hiyo sharti ya kubalighi na akili? Kwa nini haikuwepo? Naam mashahza. Naam, una jawabu lolote au tupeane kazi katafute? Naam mashekhe. Kwani si tulitangulia hapa kusema kwamba mtoto akiwa na mali ile ataitolea zaka nina ni mzazi wake au ile msimamizi wake au kwa sababu ile mle mna haki ya Allah subhanahu wa ta'ala na mna haki ya wale wenye haki zao katika mafakiri na wengineo.
Kwa hiyo tukisema kwamba mpaka awe mkubwa ndio itolewe zaka, kuna haki chungu nzima zitakosekana. Kwa hiyo ndio maana haikuwepo sharti ya kwamba awe mtu mzima yule mtoaji zaka. Madam mali ipo, msimamizi anatakiwa asimamie itolewe zaka. Lakini ichukuliwe tahadhari kwamba ile mali isije ikamalizwa na hiyo zaka. Mali isije ikamalizwa na kuliwa na zaka. Kivipi? Kwamba ikawa ipo tu pengine kama benki au wapi, ikawa kile ikifikia mwaka inatolewa zaka, haitafutiwi njia ya kuzalishwa mali hiyo, itakuwa si usimamizi mzuri, wala haitakiwi kabisa. Lazima iangaliwe njia za kuiendeleza mali ile pamoja na kuitolea zaka. Kwa hiyo hakuna sharti ya kubaligh wala hakuna sharti ya akili, kwa sababu mwenye mali anaweza akawa amepata mtihani wa akili, sawa, akili yake haipo, lakini wale wanaosimamia wanatakiwa watoe zaka hiyo. Kwa hiyo hakuna sharti ya akili timamu katika zaka. Umeelewana mashaikh? Naam. Kwa hiyo kuna sharti ya Uislamu awe ni huru, umiliki wa nisab tayari, lakini pia iwe imepitiwa na mwaka, sawa, iwe imepitiwa na mwaka, taban kwa zile mali ambazo si zinazotoka katika ardhi. Tukienda katika almas'alatu as-sabi'a, mas'ala ya saba inasema fi aqsamiha, kuhusiana na vigawanyo vyake hiyo zaka. Nasema az-zakatu qisman, zaka iko katika vigawanyo viwili au sehemu mbili. Ya kwanza zakatul amwali, kuna zaka za mali hizi, wa hiya allati tataallaqu bil mal, nayo hii inaambatana na inahusiana na mali, sawa. Zakatul amwali, zaka za mali hizi zinaambatana na mali. Lakini ya pili zakatul abdan, zaka ya viwiliwili, wa hiya allati tataallaqu bil badan, nayo hii ni ile ambayo inahusiana na mwili. Wa hiya allati tataallaqu bil badani, nayo hii inahusiana na nini? Na mwili. Wa hiya zakatul fitri, nayo ni zakat al-fitr. Wa hiya zakatul fitri, nayo ni zakat al-fitri. Kwa maana ukishamaliza kufunga Ramadhani pale, kila mtu anatakiwa atoe au atolewe zaka ile, inaitwa zaka ya mwili. Kila ambaye ana mwili basi anatakiwa atoe au atolewe zaka ile, sio zaka ya mali. Kwa maana hata maskini anatakiwa atoe zakatul fitri, sio lazima wawe matajiri. Almas'alatu thamina, taban hii zakatul fitr tutakuja kuiangalia pia katika pahala pake. Sasa hivi tunakwenda na hii zakatul mali. Kwa hiyo almas'alatu thamina, mas'ala ya 8, hii inasema zakatud daini, zaka ya deni. Zakatu ad-daini, zaka ya deni. Kuna mtu unamdai pesa si kidogo, sawa, na miaka inapita. Je, utatakiwa utolee zaka ile pesa ambayo unamdai yule mtu, au hutakiwi utolee zaka ile? Ndio hii zakatu ad-dain. Wanasema wanazuoni, ad-dainu idha kana ala mu'sirin, deni likiwa kwa mtu mzito, yani mtu ambaye ana uzito wa kulipa, ima kwa kutokuweza au kwa usumbufu wake tu, sawa. Kwa hiyo ad-dainu idha kana ala mu'sirin, deni likiwa kwa mtu ambaye ana uzito, fa inna sahiba ad-daini yuzakkihi, sasa yule mwenye deni yule
yule anayedai, sahibu dain, yule ambaye anayedai ile deni, yuzakihi, ataitolea zaka mali ile, idha qabadahu li'amin wahidin, atakapoipata au atakapoimiliki mali ile na kupewa, li'amin wahid, ataitolea zaka kwa mwaka mmoja, fi sanati qabdihi, katika ule mwaka wa kukabidhiwa kwake. Si pengine ishapitiwa miaka chungu nzima. Kwa hiyo ule mwaka ambao wameshakabidhiwa, basi pale ndipo atakapoanza kuitolea zaka. Na mtu kama hivi anatakiwa, kama alivyosema Allah Subhanahu wa ta'ala, wa in kana dhu usratin fanadhiratun ila maisara, na mtu akiwa ni mwenye uzito, basi asubiriwe mpaka atakapopata wepesi. Wa antasaddaqu khairun, na mkitoa sadaka ni bora zaidi kwenu. Yani ukiona mtu unamdai muda mrefu hajakulipa na yeye ni unahisi kwamba hana uwezo, basi ukitoa sadaka ukamwachia yeye ni bora zaidi kwenu. Tayari. Kwa hiyo hapa tunaamrishwa kwamba tukiwa tunawadai watu na mtu unamhisi kwamba hana uwezo, basi mpe muda, subirie mpaka atakapopata ule wepesi, basi utakuja atakuja kukulipa. Na ukitasaddaq ni bora zaidi. Kwa hiyo lile deni ambalo unalomdai mtu ambaye ni mzito, akishakulipa ndio utakuja kutoa zaka yake. Wa in kana ala mali'in qadirin, na deni lile likiwa ni kwa mtu aliyejaa, kwa maana mtu tajiri, qadirin, ambaye anao uwezo wa kulipa, kwa maana ukimfuata wakati wote, bwana mimi nipe pesa zangu, anakupa sawa. Sasa yule fa innahu yusakihi likulli am, mwenye deni atalitolea zaka kila mwaka, kwa sababu kama anazo yeye, kwa sababu wakati wote akizitaka anapewa. Fa innahu yusakihi li'am, atazitolea zaka kila mwaka, likulli am, kila mwaka atazitolea zaka, li'annahu fi hukmi al-mawjudi 'indahu, kwa sababu mali hiyo itakuwa ipo katika hukumu ya kile ambacho kipo kwake, ile mali ambayo yuko nayo tayari. Hiyo ndio itachukua hukumu hiyo. Tumeelewana vizuri hapo Kwa hiyo hiyo ndiyo zaka ya deni kimuktasar, pamoja na ikhtilafu za maulama katika masala haya, lakini wanazuoni wametuchagulia ile, yani yale madhhabu ya kati na kati katika suala hili, ndio wametuwekea hizi ibara. Kwa hiyo ndizo ambazo za kuweza kuzifanyia kazi. Kwa hiyo inshallah basi tufikieni hapa kwa leo, ili katika darasa ijayo tuje tuanze na zakatu dhahabi wal fidda, zaka ya dhahabu na fedha biidhnillah azza wa jalla. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. نعم، كما سؤال للوت. نعم katika mada hii, kama kuna swali lolote ndani ya mada, basi nakaribisha. Tuanze na maswali ya ndani ya mada. Kama hakuna, basi tutakaribisha hata nje ya mada. Nauliza Naam. moja hapo, hiyo zaka ya deni, kwamba huko nyuma tumeambiwa kwamba zaka ya kutoa lazima ifike mwaka mmoja, lakini deni lile unakwenda mtu unamdai, anakuhangaisha na kile anakulipa, baadaye anakuja alafu anakulipa, na zaka ina kima chake cha kutoa, saizi yake ya kutoa.
Sasa hapo mimi sijapata ufafanuzi. Kwa kisha kukupa tuseme wewe mpaka na unadai ngapi milioni mbili tuseme au tatu. Lakini akaenda akaja akakulipa. Baada ya kulipa wewe na sasa unatakiwa ushafahamika. Anauliza hapa Hashim kwamba tunajua kuna kiwango maalum cha zaka mali ifikie kiwango kile, lakini huyu yeye unamdai kama milioni 2, 3 amekuhangaisha mpaka amekulipa. Je, utazitolea zaka, si ndio? Kiwango hicho hutolei zaka kwa sababu hakijafikia nini kiwango basi. Sawa, kile kiwango kinachotakiwa cha nisab hakijafikia, na kwa uchache wa kiwango kama tulivyosema kuanzia milioni 12 huko na kuendelea. Kwa hiyo kama mtu ulikuwa una mdai milioni 12 na kuendelea akaja akakulipa, basi ndio utatoa zaka ya mwaka ikiwa imepitiwa na mwaka hiyo. Sawa, ikiwa imepitiwa na mwaka basi utaitolea zaka ya mwaka mmoja. Allahu naam. Naam. Yani kapatwa na ugonjwa wa akili na yeye anayo mali ya zaka, si ndio? Atafanya nini? Haya, huyu kwa upande wake yeye hawajibikiwi na chochote, kwa sababu hawezi kuamrishwa mtu ambaye hana akili. Watakaoamrishwa ni wale wasimamizi wake, ndio ambao watakaoamrishwa, kwa maana wale ndio watakaowajibika kuiangalia ile mali ipi ambayo imefikia kiwango cha kutolewa zaka, imeshafikia muda, basi ndipo itakapotolewa zaka. Baitul mali ni mbali sana, kwa sababu mali mpaka ifikie katika baitul mali iwe, manake hakuna mmiliki tena wa ile mali, hakuna msimamizi katika familia katika ile mali. Mfano mtu amefariki na hana jamaa yoyote wala hawajulikani jamaa zake, sawa. Kwa hiyo ile ndio mali ambayo itaweza kupelekwa katika baitul mali. Je, Zanzibar tunayo baitul mali? Ipo wapi? Wakfu na mali ya amana. Wakfu na mali ya amana ipo baitul mali, mfuko wa baitul mali upo tayari. Naam ustaz, ndio. Mtu akizamia akitoka udhu unakuwa haujaingia, kama amenuia josho kubwa. Kama amenuia josho kubwa, basi hapo itakuwa limekubalika hilo josho, sawa, kwa sababu lile makusudio yake ni kuenea maji mwili mzima. Ama kuhusu udhu ni lazima uende kwa nini taratibu katika masharti ya udhu, kwamba twende kwa mpangilio, kiungo baada ya kiungo. Sasa wewe ukiingia wote kwa pamoja, itakuwa mpangilio umepatikana? Haujapatikana. Na hiyo kusugua sio nguzo, kusugua ni sunna katika madhehebu zetu. Ukiachilia madhehebu ya Kimaliki ndio inatakiwa kwamba usugue katika mambo ya lazima, lakini katika madhehebu zetu kusugua ni sunna. Kwa hiyo kusugua sio hoja katika kwamba
udhu hauingii ukizamia, lakini hoja ni kukosekana kwa ile taratibu, sawa, mpangilio wa viungo. Allahu a'lam. Naam, na swali jingine inshallah. Basi tufunge darasa inshallah. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.